Ukiwa kama kiongozi wa kanisa, je, ni sifa zipi hutumika kama kigezo cha msingi kuchagua viongozi wasaidizi wako? Hilo ni swali ambalo nililipata katika shule ya EMT. Na majibu yangu yalikuwa kama ifuatavyo. Bila kuwa na mlolongo wa vipengele na orodha ya sifa nyingi, kitabu cha Matendo sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 6, tunaona sifa za msingi kama 5 zilizozingatiwa na mitume, na mimi ninapendekeza sifa hizo kwa kila ambaye ni mtumishi wa Mungu. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 1 mpaka wa 6 inasema hivi: hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisaulika katika huduma ya kila siku. Wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakisema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu, walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho, hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo, na Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na Parmena, na Nikolao waongofu wa Antiokia, ambao wakaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono juu yao. Kabla ya kuendelea na kuzitaja sifa hizo zilizomulikwa katika vifungu hivi, hebu kuna jambo la kujifunza kwanza hapa. Ukitazama katika kanisa la kwanza, waamini waliitwa wanafunzi. Tazama maelezo mazuri katika Mathayo 10 mstari wa 1, sura ya 28 na ule mstari wa 19. Hatupasi kufikiri kuwa walikuwa ni wakamilifu, kwa sababu hapa tunaona wamegawanyika katika makundi mawili. Kulikuwepo na Wayahudi wa Kiunani, walikuwa ni Wakristo ambao walizungumza Kiunani au Kigiriki badala ya Kiaramu au Kiebrania, ambayo ilikuwa ndio lugha yao ya kuzaliwa. Inaweza kuwa waliishi katika nchi nyingine katika nyakati fulani. Wakati huo Kiaramu ilikuwa ni lugha ya kawaida inayozungumzwa huko Yerusalemu. Ilikuwa sawa na Kiebrania. Wakristo hao ambao walizungumza Kiaramu walikuwa wakiwabagua wale wa asili ya Kiunani ambao walizungumza lugha ya Kiunani au Kigiriki cha kale. Kuna wakati waamini walisahau umoja wao uliofanywa katikati yao na Roho Mtakatifu. Kumbuka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 44 mpaka 47, walikuwa pamoja, wamoja na shirika. Lakini hapa wanafuata asili yao ya zamani ambayo wameiacha baada ya kumpokea Kristo. Biblia nayo katika Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4 inaonya ikisema ya kwamba husuda, fitina, matengano ni tabia za mwilini na ni za watoto wachanga, haswa katika imani. Ubaguzi dhidi ya Wakristo wengine kwa sababu ya lugha, rangi, taifa, msimamo wa kijamii au kifedha au kitu kingine chochote sio sawa na hakikubaliki. Hali hiyo inatokana na asili ya dhambi ya mwanadamu. Katika Kristo hakuna hata moja ya mambo hayo ya matengano, ubaguzi ambayo yanatiliwa muhimu katika Biblia. Maandiko kama Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 13 na Wagalatia 3 mstari wa 28 na Wakolosai 3 mstari wa 11 yanasisitiza umoja bila kujali kabila, taifa, rangi. Sisi katika Kristo ni wamoja. Ikiwa katika kanisa tutabaguana, kutengana na kuweka vikundi vidogo vidogo, hali hiyo ni tunatenda dhambi dhidi ya Kristo ambaye alimaliza tofauti hizo na alituamuru tuwe wenye upendo, umoja kwa watu wote. Nenda kasome mwenyewe katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 13
mstari wa 34 na ile Efeso sura ya 4 mstari wa 3. Eneo la pili, hebu turudi sasa kuhusu swali letu. Tunaona kwamba kanisa lilipaswa kuchagua watu ambao sasa watahudumu katika meza ya masaidiano badala ya mitume katika kugawa masaidiano. Watu hao walitambulika na kuitwa kama mashemasi. Mara zote huwa linaweka viongozi wa hudumu au watendakazi wote katika kanisa baada ya huduma zile za utawala, wote wanaofuata ninawaita mashemasi. Sifa ya kwanza na ya muhimu ambayo ilizingatiwa kwao ilikuwa ni kwamba wawe wamejazwa Roho Mtakatifu kikamilifu. Pili ilikuwa ni hekima, na tatu iliongezeka katika sifa ambazo zilitajwa kwa Stefano, imani. Alafu Biblia inasema kisha watumike, yani wawe watumishi. Lakini mwanzoni walidai ya kwamba wachague watu ambao ni wema. Hivyo hiyo ninaweza kusema ni sifa mojawapo tena ya 5. Katika sifa hizo ninaweza kusema kuwa hakuna mtu anayeweza kuishi na kutumika kama Mungu anavyotaka bila hayo. Efeso 5 mstari wa 18 inasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Na Yakobo 1 mstari wa 5 inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapatiwa. Atapatiwa nini? Hekima. Pia Waebrania 10 mstari wa 38 inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kwa kusema hayo, ninaweza kusema ya kwamba sifa ambazo kiongozi wa kanisa anapaswa kuzingatia katika kuchagua safu nzima ya uongozi katika kanisa la mahali ni kwamba: 1, awe mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, na 2, awe mtu ambaye ni mwenye hekima, 3, awe mtu wa imani, 4, mtumishi, lakini atambulike kuwa ni mtu mwema sana.